Asante Naibu Bala Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, Katibu Mkuu na Makamu Zanzibar, ndugu waandishi wa habari na wanachama mlioko ndani ya ukumbi wetu. Kama ambavyo nimetambulishwa, naitwa Lucas Ngoto, mwenyekiti wa Chadema kanda ya Serengeti yenye mkoa wa Mara, Shinyanga pamoja na Simiyu. Niko hapa kwa ajili ya kutoa ushuhuda mfupi tu juu ya tukio la jana, namna ambavyo lilitokea na unyama mkubwa ambao tulifanywa jana na watu ambao wanajiita ni polisi, ila mimi kwa imani yangu sidhani kama ni polisi wanaweza kufanya yale matendo, kwa sababu mimi nimefika mahakamani asubuhi. Nimefika mahakamani getini, nikaomba kuingia mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti. Na lingekuwa neno la ajabu na la aibu kwangu mwenyewe kwamba mwenyekiti wetu wa taifa analetwa kwenye kesi, alafu ni haki yetu kuisikiliza, alafu nisifike mahakamani. Kwa mimi binafsi nilikuwa nimeapa kufika mahakamani kwa ajili ya kusikiliza kesi. Nimefika kwenye geti lile la mahakama, wakaanza kusema leo hakuna mahakama hapa. Leo hakuna mahakama haifanyi kazi. Polisi waliokuwa pale wakasema mahakama haifanyi kazi. Sasa baadaye wakati naondoka wakawa wanamshambulia dada Eliza. Tulipoenda kuambia mimi na wenzangu akina Twana Pambaru, mbona mnamshambulia huyu dada na ni mwanamke, wakatukamata hapo. Sasa tulikamatwa watu 9. Na hatukuwasumbua polisi. Wetukamata watu 9 bila kuwasumbua. Wametembea na sisi kwenda Kawe huko. Wamezunguka na sisi zaidi ya masaa 4. Wakaenda wakatushusha kwenye kituo kamoja ka polisi kana askari mmoja peke yake. Tukakaa kama dakika 5 hivi, wakatupakia tena kwenda kwenye gari. Walipakia kwenye gari wakatupeleka karibia na Ambweni, kituo cha polisi cha Ambweni. Lakini baadaye hawakatuingiza kituoni, wakatupeleka huko ambako walienda kutupiga, huko Ununio. Tulipofika maeneo ya Ununio kwenye lami, tulikuta defender 2 ambazo zina askari hao wanaojiita polisi, ambao tunahisi kazi yao ilikuwa ni kupiga watu. Kwa sababu ile gari iliyotutoa kule Kisutu yenyewe ilienda, tulipofika pale ilikuwa moja, wakati tunaenda baharini huko Ununio zikawa 3. Kwa hiyo tulipofika mule kuna vichaka fulani hivi, tulipita njia kwenye vichaka hapo. Tulipofika hapo kwenye hivyo vichaka, wakamshusha dada Pendo, wakaanza kumpiga. Kuna askari mmoja alikuwa na nyota kama 2. Akaanza kumpiga dada Pendo kama anaua nyoka. Na wengine wote tukaambia shuka kwenye gari, vua viatu, ficha uso. Vua viatu, ficha uso. Na kama unaweza kuomba Mungu, omba Mungu. Jikabidhi kwa Mungu. Kwa hiyo tukaenda tukavua viatu, tukalala chali, tukaanza kupigwa kipigo cha mbwa koko. Kwa anatupiga kwenye nyayo, piga kwenye matako, kono hivi ilivyovimba kwenda kote. Hawaangalii. Kulikuwa na vijana wadogo pale wanatupiga kama vile si hawapigi binadamu. Kwa hiyo ulivyoona tumechoka,
Sasa hata tulii wametupiga sasa, yani mimi nimekuwa ganzi. Wakatuacha hapo Ununio. Wakaambia askari huyo mkubwa aliyekuwa na nyota, akaambia watafutieni maji masafi waoge. Wakatupeleka kwenye dimbu moja lilikuwa na maji machafu. Wakaambia yaogeni humo. Tukagaragazwa kwenye lile dimbu lenye maji machafu mule ndani. Walimaliza kutugaragaza kwenye lile dimbu, wakatuambia pandeni kwenye gari. Kwa hiyo tulivyopanda kwenye gari tukapelekwa Mbweni. Tulifika kituo cha polisi Mbweni, hatukuwekwa lock up. Tulipelekwa chumba cha upelelezi. Tukawekwa kwenye chumba cha upelelezi wote sisi ambao tulikuwa watu 9. Hatukupelekwa lock up ya kawaida. Tukapelekwa chumba cha upelelezi, tukawekwa humo ndani. Baada ya pale kama masaa 3-4 tuliambiwa tokeni nje. Tukapandishwa kwenye gari, ndio tukapelekwa huko Bagamoyo. Wakafika mahali kwenye poli, wakasimamisha gari, kulikuwa na kichaka, wakaambia kwenye kichaka huko. Wakasogea mbele, walivyotushusha wakasogea mbele, wakageuza gari, wakaturushia simu, wakakimbia. Sasa mimi ni maswali ya kujiuliza, na naomba Watanzania wote tujiulize maswali haya. Kwa nini pale wanapotesea watu tulipoenda kupigwa ni eneo la jeshi? Kama watu wanaotupiga ni askari wa kawaida, wanapata wapi kibali cha kwenda kwenye eneo la jeshi kupigia watu? Kwa nini? Lakini swali la pili ambao Watanzania tujiulize. Sisi tumeenda mahakamani na tumekamatwa, hatuna hata wembe wowote wa kumshambulia askari. Kwa nini wanatukamata hawatupeleki kwenye vituo vya polisi, lakini wanaenda kutushambulia kwa kutupiga? Na ukweli ni kwamba kama tungelijua kwamba tunaenda kupigwa na tupelekwe kwenye kituo cha polisi, afadhali tungefia pale Kisutu. Kama tulijua tumekamatwa na polisi, tunapelekwa mahakamani, na kama kuna sheria za Tanzania tumezivunja, basi tunajua tutapelekwa mahakamani kwenye hizo sheria tulizozivunja. Lakini matokeo yake tunaenda kupigwa. Tumekosa nini? Tunaenda kupigwa. Maana ya kupigwa maana yake ni nini? Mahakama kwenye hii nchi zimefutwa. Wale wanaojiita si wana sheria, ofisi za sheria, maana yake zimefutwa. Polisi wana kazi ya kukamata. Wanasheria wanaandaa kesi inaenda mahakamani. Mahakama inatafasiri kwamba huyu mtu anakosa au hukumiwa kwa kosa hili. Lakini polisi anakamata, anachunguza, anahukumu, anatoa adhabu. Kitendo cha kutukamata na kwenda kutupiga na kutuachia, maana yake ni kwamba wao wametukamata, wamehukumu, kila kitu wamemaliza. Sasa Watanzania wenzangu, haya mambo tusiyafikiri ni mambo madogo. Hata kitendo cha kutupeleka kule maeneo yale ya baharini, kuna ujumbe tu walikuwa wanatupa kwamba hapa mnaweza mkatoka au msitoke. Watanzania tusiwe wakimya. Tupige kelele, haya mambo, hii nchi ni ya kwetu wote. Tupige kelele, haya mambo yakomeshwe kwenye taifa letu. Asanteni sana. Naomba apate usaidizi. Pole sana ndugu Ngoto. Tunaposema uharamia uliofanyika, basi ninaomba Watanzania waone na dunia ione hawa waliokuwa naenda kwa amani tu kusikiliza kesi, alafu haya ndio walioyapata. Ninaomba sasa ndugu waandishi wa habari mgeuze kamera zenu ili muweze kusikiliza kutoka kwa majeruhi mwingine ambaye yeye mbali na kutandikwa marungu
kichwani aling'atwa na mbwa. Mbwa waliachiliwa, akang'atwa na mbwa. Kwa ndugu Noel, tafadhali ninaomba ndugu waandishi wa habari tugeuze kamera zetu ili tuweze kusikia simulizi lake. Karibu Noel. Matukio ya kuachiliwa mbwa kumng'ata binadamu ni yale yaliyokuwa yanafanyika Marekani kwa ajili ya watu weusi, na matukio ambayo yamefanywa na makaburu wa Afrika Kusini, Soweto kule, ndio walikuwa naachiliwa mbwa wawashambulie watu weusi. Ndio wamefanya jana polisi. Karibu Noel. Asante makamu katibu. Mimi naitwa Noel Joakim Hema. Kwa baadhi yao nafikiri baadhi wenu mnanifahamu na kuna wengine ambao hawanifahamu. Nimetoka Arusha. Mimi ni mkazi wa Arusha. Nimetoka juzi usiku. Kwa hiyo nimeingia jana asubuhi saa 12. Ndio nikawa nimefika Ubungo, nilikuja na gari ya Kilimanjaro. Na kutoka hapo nilifika saa 12 nikachukua bajaji kwa ajili ya kwenda Kisutu. Nimefika Kisutu ilikuwa ni saa 2 kasoro. Ndio nikawa nimefika hapo. Nilipofika hapo nikakuta askari wako wengi sana pale getini. Nikakaa kidogo, akaingia Ngoto, mwenyekiti wa kanda ya Serengeti nafikiri. Alikuwa na baada ya muda kidogo akaja Mwaipaya pamoja na Pambalo. Wakafika pale, tukakuta geti limezuiliwa, hatuwezi kuingia. Tukasimama pale kidogo, tukasema sasa tutoke hapo. Kuna kona hapo kidogo, tukatembea kidogo kwenda mbele kidogo hapo. Tukafika kwenye kona nyuma ya Kisutu. Pale tukawa tukasimama pale, tukajaribu kuongea na akaja huyu alikuwa mbunge wa jimbo la Malinyi. Tukawa tumeongea kidogo hapo dakika chache, tukasema sasa kwa wanazuia, hebu sisi tuende. Kulikuwa na watu kama 20 kama 20 hivi. Tukasema tuende, tukajaribu kuomba askari ili tuingie. Tukatoka pale, tukawa tunaongozana. Tukafika pale kwenye geti la kuingia hapo mahakama ya Kisutu. Kwa muda mfupi wakawa wamemkamata, wamemwambia Pambalo pamoja na Mwaipaya na Ngoto, ingieni kwenye gari. Mimi nikawa nimezunguka nyuma, nikakataa, tulikuwa 4, nikakataa kuwa katika ile company.
nikazunguka nyuma, wakaniacha wakawapandisha hawa gari, na mbele yetu kulikuwa na mwanamke mmoja ambaye alikuwa wanamtorment pale, kulikuwa kwenye maji, na askari walikuwa zaidi ya 7 pale, walikuwa wanamsukuma, wanampiga, na t-shirt yake ya juu ilikuwa imeshatoka. Sasa nikaona ni mimi, kwa kuwa sasa niko hapo, niende pale ili nimsaidie yule dada. Nikasogea pale, nikamwambia, kwa nini mnafanya hivi kwa huyu mwanamke? Ile hali ndio ilikuwa tatizo lililonipata mimi. Baada ya kuambia hivyo, wakaniuliza, wewe ni nani? Nikawaambia, mimi ni mwanachama wa Chadema, nimekuja hapa kwa ajili ya kusikiliza kesi ya Mheshimiwa Lissu. Sasa nikiwa pale wakanielekezea umbwa. Kulikuwa na maaskari wawili wenye umbwa. Nikageuka sasa kuondoka kwa sababu ya kuogopa wale umbwa, ili niende upande wa pili. Nikataka kuvuka ng'ambo ya barabara. Wale umbwa wakawa wameni attack kwenye mguu wangu mmoja huu wa kushoto. Naweza mkaona kuna majeraha yako mbele hapa na nyuma. Mbwa akawa wamenikamata. Sijafanikiwa kumsaidia yule dada, nilisikia anaitwa sijui ni Eliza, just a white girl. Mbwa wakawa wamenikamata pale. Trouser ambayo nilikuwa nimevaa ikawa imekatika, mbwa ananing'ata, nikawa nimeanguka chini. Kulikuwa na maji na kulikuwa na tofali pale. Sasa nikiwa pale chini, mbwa ananishambulia, nimeanguka chini. Nikawa pale nilipoanguka kulikuwa na paving, hizi tofali za paving. Nikawa nimeshika tofali kwa ajili ya kujiokoa ili nipige yule mbwa. Nikawa nimeshika ile tofali na mikono yangu miwili. Nikawa nimenyanyua juu ili kutafuta gravity nzuri ili niweze kupiga yule mbwa. Hapo ndo nikasikia sauti za maaskari wakisema, usipige yule mbwa. Wakati nimenyanyua mikono yangu juu ili kutafuta nafasi nzuri ya kupiga yule mbwa alioning'ata, ndo nikasikia vipigo kwenye kichwa changu. Pigo vya ajabu sana. Na nikawa nimenyanyua mikono yangu juu, nikashindwa jinsi ya kupiga yule mbwa. Fimbo zikawa nyingi sana kwenye kichwa, kwenye mikono. Finally nikashindwa kushusha ile tofali. Nikawa nimepigwa sana, nikadondoka pale. Damu zikawa zinavuja. Kitu nilichokiona kwenye mikono yangu ni damu zimejaa. Nikawa nimekaa pale, na mbwa wakawa wananing'ata kwenye miguu, na wakaleta mbwa mwingine kushughulika na mkono wangu, mguu wangu mwingine huu wa pili. Miguu ina majeraha, mnaweza mkaona tu mbele nyuma. Kitu kilichonishangaza sana, ndugu zangu, wale askari walikuwa tayari kusaidia mbwa, lakini sio mimi. Walikuwa tayari kusaidia mbwa yule nisimpige, lakini mimi nipate majeraha. Kwa hiyo zile fimbo zilipotua kwenye kichwa, damu zikawa zinatoka sana pale. Nikawa nimeanguka pale, ndani nikatulia. Mbwa wanaendelea kung'ata miguu yangu. Baada ya muda kidogo,
kuna afande mmoja ambayo siwezi kumkumbuka ni namna gani, akasema toeni hao mbwa. Wale mbwa wakawa wametolewa, ikawa navuja damu kwenye miguu, kwenye mikono. Wale mbwa wakawa wamewatoa. Nikawa niko pale. Baada ya muda nikamsikia Pambalu alikuwa anapiga kelele sana. Sasa hiyo nilikuwa bado sijapoteza fahamu. Pambalu akawa na Mwaipaya wakawa wanasema wameua. Damu zilikuwa zinavuja pale, na damu zilikuwa nyingi sana, na nikawa niko pale nimetulia. Finally wakasema kwamba huyu mtu apelekwe hospitalini. Nikiwa pale chini, wakati wanapiga akina Pambalu wanapiga kelele, saa hiyo walikuwa wameshapandishwa kwenye gari. Nikawa askari wakaja pale, wakataka kuninyanyua, wakashindwa kidogo kwa muda ule. Saa hiyo nilikuwa bado niko conscious. Nikasikia sauti ya mtu mmoja aliyekuja, ambao nahisi aidha anaweza kawa nilikuwa ni Mwana Mapinduzi au ni Askofu Mwamakula. Akawa anasema sasa mimi tumpandishe kwenye gari yangu. Saa hiyo wakati na demand hivyo, hawakuweza kunipandisha pale, wakakataa. Nikawa nimepandishwa kwenye gari ya wale askari. Kwenye ile gari ya askari wale ilikuwa nikatupiwa tu pale kama mzoga tu. It was very bad.